So Psalm 92 verse 12, we're going to deal with part B of the verse. Tutaendelea na mstari wa 12 sehemu ya pili ya huo mstari. I pray for grace so that I'm able to speak that which God has put in my heart throughout the week. Naomba neema kwamba nikaweze kuzungumza kile Mungu amezungumza nami juma hili. Because there are profound truths that God has been revealing to me concerning us in this verse. Kwa sababu kuna ukweli kutuhusu ambao Mungu amekuwa akifichua kuhusu mstari huu. So let's read aloud verse 12 of Psalm 92. I want everybody to read. Wacha tusome kwa sauti sura ya 92 mstari wa 12 wa Zaburi. So since I asked you to do like in Sunday school, yeah? So let's stand up with our Bibles. Let's get to Psalm 92 verse 12. Let's read it aloud. Tusimame na Biblia zetu tusome Zaburi 92:12. And I want you to read with conviction. Nataka usome kwa kushawishika. Tell your neighbor conviction. Mwambie jirani yako kushawishika. I didn't hear you say conviction. Sijasikia ukimwambia. Tell your neighbor conviction. Mwambie jirani yako kushawishika. Praise the name of Jesus. Let's go 1, 2, 3. The righteous. He will grow like a cedar of Lebanon. Thank you for practicing. Let's do it now with conviction. The righteous man is like a palm tree. He will grow like a cedar in Lebanon. Now with more conviction than that, let's go. The righteous man is like a palm tree. He will grow like a cedar of Lebanon. Amen. Take your seats. Let's go together. Ketini tuendelee pamoja. Last Sunday we looked at the palm tree. Jumapili iliyopita tulitazama mti wa mtende. And the Lord spoke to us some truths about the palm tree. Na Mungu akatuambia ukweli fulani kuhusu ule mti. Today I want us to look at the cedar of Lebanon. Leo tunataka tuangalie ule mti wa mwerezi wa Lebanoni. And from this we will pick up a few truths that God wants us to learn concerning our lives. Na kutokana na haya tutapata ukweli ambao Mungu anataka kutufunza kuhusu maisha yetu. Because God wants us to grow like the cedar of Lebanon. Kwa sababu Mungu anataka tukue kama mwerezi wa Lebanoni. I will talk a few things about 5 things about the cedar. Nitazungumzia mambo matano kuhusu mti huo. But I want us to lay a lot of emphasis on the growth aspect. Lakini nataka tusisitize sana kuhusu ukuaji. Because this is our year of manifest growth. Kwa sababu huu ni mwaka wetu wa ukuaji unaodhihirika. So among the many things that I'm going to talk about, katikati ya mambo mengi ambayo nitazungumzia, I want you to handpick the way the cedar tree grows. Nataka uzingatie zaidi jinsi mti huo unapokuwa. It is amazing that the cedar tree has a lot of similarities with the palm tree. Ni jambo la kushangaza kwamba huu mti uko na mambo ambayo yanaambatana na mtende. Even if they are growing in different environments. Hata kama zinakuwa katika mazingira tofauti. Because one of the things that hit my heart hard, jambo moja ambalo liliniguza zaidi, is the environment in which the cedar tree grows. Ni mazingira ambao mti wa mwerezi unakuwa. We said that the palm tree grows in the desert. Tulisema kwamba mtende unakuwa jangwani. It grows in the relatively dry places. Unakuwa mahali pakavu. But interestingly, lakini jambo la kushangaza, the cedar of Lebanon grows in very cold environment. Huu mti wa mwerezi wa Lebanoni unakuwa katika mazingira ambayo ni mazingira it grows on the mountain.
mountains, yanakuwa kwenye milima, but it is evergreen, just like the palm tree. lakini wakati wote ni mbichi. It doesn't shed off its leaves. Majani yake hayanyauki. It grows to approximately 40 meters high. Inakuwa kwa urefu wa mita 40. It also has branches that spread out Iko na matawi ambayo yanaenea zaidi to an area of approximately 16 meters. kwa eneo la mita 16. That means that one cedar tree Inamaanisha mti mmoja wa mwerezi will occupy, is this about 16 meters or less? From this end to the end of the other end of the church. unaweza ukapata nafasi ya kutoka kule upana wa kanisa. So the shade thereof occupies about 16 meters. Na kwa hivyo yale matawi yanachukua eneo la mita 10. I can tell you that is a big tree. Naweza nikakwambia ni mti mkubwa. The trunk of the tree has a diameter of about 2 meters. Ule mti uko na upana wa mita 2. So it has the ability to spread out. Iko na uwezo wa kuenea. I don't want you to forget what the Bible talks about in 1 Samuel chapter 2. Sitaki usahau jinsi Biblia inaongea kuhusu Samueli wa kwanza sura ya 2. That enlarge the place of your tent. Kwamba panua mahali pa hema. Lengthen your stakes. Azidisha mipaka. Strengthen your cords. Azidisha eneo. For you shall spread to the right and to the left. Kwa sababu utaenea kulia na kuume. Now there is no growth without spreading. Hakuna ukuaji bila kuenea. Let me begin preaching at this point. Wacha nianze kuhubiri. You can never claim to be growing. Hawezi sema unakuwa Unless you're increasing. hadi uzidishe. So when God says we shall grow like the cedar of Lebanon, Mungu anaposema tutakuwa kama mwerezi, what He's telling us is that we shall begin to spread to the right and to the left. kila anatuambia tutaenea kuume na kulia. So we need to begin to prepare our hearts Lazima tuanze kujiandaa so that we can begin to spread out. ili tuanze kuenea. We shall not be limited. Hatutazuiliwa. We cannot be contained. Hatutazuiliwa. We cannot remain in a small room Hatutabakia mahali padogo. because our God is a God of increase. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa Tell kupanua. your neighbor you shall spread to the right and to the left. Mwambie jirani yako utaenea kuume na kulia. So this tree spreads out. Na kwa hivyo huu mti unaenea. It grows on top of the mountains of Lebanon. Unakuwa juu ya milima ya Lebanoni. And you know Lebanon is a very popular country with a lot of contention. Unajua Lebanoni ni nchi ambayo inajulikana sana. So we will talk about Lebanon one of these days, not today. Tutazungumzia nchi hiyo siku moja, lakini sio leo. But what I discovered about the mountains of Lebanon Lakini jambo ambalo niligundua kuhusu milima ya Lebanoni is that they are white capped because of the snow that falls on the mountain. kwamba kule juu kunakaa kweupe kwa sababu ya ile theluji. So the mountains are covered with snow. Na kwa hivyo milima imefunikwa na theluji. It is on this snow Ni juu ya theluji that the cedar grows. ambapo mti wa mwerezi Now, unakuwa. again, don't forget what Bible talks about in Isaiah chapter 1 verse 8. Usisahau Biblia inapozungumzia Isaia 8. That though your sins be as red as scarlet, Hata kama dhambi yako itakuwa kama damu, I will wash them as white as snow. nitaziosha kuwa safi kama theluji. So when we talk about the mountains of Lebanon, Tunapozungumzia milima ya Lebanoni, we're talking about whiteness. tunazungumzia weupe, We're talking about purity. tunazungumzia usafi, We're talking about righteousness. tunazungumzia haki. It is upon the righteousness of God Ni juu ya haki ya Mungu that we shall grow and flourish. kwamba tutakuwa na kustawi. Back to the beginning of that verse.
Turudi pale mwanzo. I told you last Sunday what the Bible says. Nilimwambia vile Biblia inasema That the righteous will flourish like the palm tree. kwamba wenye haki watastawi kama mtende. It is not everybody that flourishes. Sio kila mtu atastawi. Then the Bible says they shall grow. Biblia inasema watakuwa. Who are we talking about? Tunazungumzia nani? The righteous men. Wenye haki. So when the Bible talks about the mountains of Lebanon, Biblia inapozungumzia milima ya Lebanoni, it is telling us that the righteous will only grow on the righteousness of God. kwamba wenye haki watakuwa tu kwa haki. Let this church know Wacha kanisa lijue that God is calling you into righteousness. kwamba Mungu anataka uwe mwenye haki. God is calling us to purity. Mungu anataka tuwe wasafi. God is calling us into holiness. Mungu anataka tuwe watakatifu. It doesn't matter what everybody else is doing in their life. Haijalishi wengine wanafanya nini. It doesn't matter what everybody else is walking through. Haijalishi wengine wanapitia nini. But God is calling us to walk righteous before Him. Lakini Mungu anataka tuwe haki. So that upon that righteousness, Kwamba juu ya haki then we shall begin to grow. tutaanza kukua. We will begin to expand to the right and to the left. Tutaenea kuume na pia kulia. I came to discover that the palm tree, Nilikuja kugundua the cedar of Lebanon, kwamba mwerezi wa Lebanoni it is an excellent building material. ni kifaa kizuri cha ujenzi. Very, very good. Ni kizuri zaidi. Actually, Kwa hakika in the ancient Lebanon, they used to make boats with it. katika Lebanoni ya kale walitumia kutengeneza mashua. So it was used as a means of travel. Na kwa hivyo ilitumika kama njia ya usafiri. It produces big logs. Ilitoa vipande vya miti vikubwa. And so they would carve out boats out of the log. Na kwa hivyo wangetengeneza mashua. And that log would easily make its way into the lakes and the sea. Na ingesafiri kwa urahisi sana katika bahari na maji. I also discovered something. Na nikagundua kitu fulani. I was reading in the book of Numbers. I cannot remember the chapter and the verse. Nilikuwa nasoma kitabu cha Hesabu, sikumbuki mstari. This was not part of what I wanted to present to you. Hii sio sehemu ya kile nilitaka But I discovered that David built his palace using the cedar of Lebanon. Niligundua kwamba Daudi alijenga kasri lake akitumia mti wa mwerezi. Now, if the king Kama mfalme would choose this type of a tree to make the palace, angechagua mti wa aina hii kutengeneza kasri, then it must be a special type of a tree. lazima uwe mti spesheli. Later on, I discovered Baadaye nikagundua that when Solomon wanted to build the temple, Suleimani alipokuwa anataka kujenga hekalu, he said to his servants, akawaamrisha watumishi go wake, to the Lebanon and bring me cedar such as my father David used to make his palace. enendeni Lebanoni mletee mti wa mwerezi kama ule baba yangu alijenga nao kasri, So that I can build God a temple. ili nikamjengee Mungu hekalu. Very precious type of a tree. Mti wenye dhamana zaidi. So when God tells us that we should grow like the cedar of Lebanon, Mungu anapotuambia tukue kama mwerezi wa it means He's Lebanoni, looking for the precious people anatafuta watu wenye dhamana that can be used for precious purposes. ambao watatumika kwa majukumu ya dhamana. Tell your neighbor, don't just be any other tree. Mwambie jirani yako usiwe mti wowote. Tell them you are a cedar. Mwambie wewe ni mwerezi. You are the precious type of a tree. Wewe ni mti spesheli. God is using us to build up His kingdom Mungu anatutumia kujenga ufalme with the kingly and the priestly anointing. na upako wa kuhani na wa kifalme. I dare stand on this pulpit and say Niko hapa kwa madhabahu na kusema that I'm trusting God that I will raise up a generation kwamba naamini Mungu nitakuza kizazi that is going to be built upon two pillars. ambacho kitajengwa kwa misingi miwili. That some will fight the kingly anointing. Wengine watapigania upako wa kifalme Out of this church, kutokana
na hili We will get men and women that will walk under the kingly anointing. Tutapata watu ambao watatembea chini ya upako wa They kifalme. will command nations. Wataamrisha mataifa. And the nations will respond for their sake. Mataifa yatawajibu. They will be walking into big offices. Wataingia kwa maafisi. They will demand to be given attention. Wataamrisha kusikiza. Before they speak, kabla ya kunena. everybody will be telling them, yes sir, yes madam. Kila mtu atakuwa na Because they are walking under the kingly anointing. kwa sababu wako na upako. They will be used to build up the kingly palace. Watatumika kujenga kasri. They will be used to make the kingly palace. Watatumika kutengeneza kasri la mfalme. Tell your neighbor you're a king and you don't know. Mwambie jirani yako wewe ni mfalme lakini haufahamu. Others will be walking under the priestly anointing. Wengine watatembea chini ya upako wa kuhani. They will be standing under the unction of the Holy Spirit. Watasimama chini ya Roho Mtakatifu. And they will begin to declare things. Watasema maneno. And because of the anointing of God upon their Kwa lives, sababu ya upako juu ya maisha yao. whatever they say begins to manifest. Chochote watasema kitatendeka. They will look at people who have been cast. Watatafuta watu ambao wamelaaniwa. And they will look at them in their faces and tell them, Watawatazama na kuambia, I know you were cast, najua umelaaniwa, but I reverse the curse. lakini nageuza. Because of the priestly anointing, Kwa sababu ya upako. they will command nations. Wataamrisha mataifa. And the nations will respond for their sake. Mataifa yatawajibu. They will be walking into big offices. Wataingia kwa maafisi. They will demand to be given attention. Wataamrisha kusikiza. Before they speak, kabla ya kunena. everybody will be telling them, yes sir, yes madam. Kila mtu atakuwa na Because they are walking under the kingly anointing. kwa sababu wako na upako. They will be used to build up the kingly palace. Watatumika kujenga kasri. They will be used to make the kingly palace. Watatumika kutengeneza kasri la mfalme. Tell your neighbor you're a king and you don't know. Mwambie jirani yako wewe ni mfalme lakini haufahamu. Others will be walking under the priestly anointing. Wengine watatembea chini ya upako wa kuhani. They will be standing under the unction of the Holy Spirit. Watasimama chini ya Roho Mtakatifu. And they will begin to declare things. Watasema maneno. And because of the anointing of God upon their Kwa lives, sababu ya upako juu ya maisha yao. whatever they say begins to manifest. Chochote watasema kitatendeka. They will look at people who have been cast. Watatafuta watu ambao wamelaaniwa. And they will look at them in their faces and tell them, Watawatazama na kuambia, I know you were cast, najua umelaaniwa, but I reverse the curse. lakini nageuza. Because of the priestly anointing, Kwa sababu ya upako. the curse reverses. Laana inageuka. And they become blessed. Wanabarikiwa. When they find the lost sinners, Wakipata wenye they dhambi. will speak to them. Watawanenea. They will tell them, I call you back home. Na watawaita nyumbani. By the time they finish talking, Wakati watamaliza. God will begin to convict them, Mungu atawashauri. bringing them back to salvation. Akiwarejesha kwa Because they will be walking kwa sababu like the cedar that was used to make the ark of God. ambao ulitumika kutengeneza sanduku la agano la Mungu. Tell your neighbor you're a precious tree. Mwambie jirani yako wewe ni mti wa dhamana. Because God Kwa sababu Mungu wants you to grow anataka ukue like the cedar of Lebanon. kama mwerezi wa Lebanoni. It is such an ornamental tree. Ni mti wa kihistoria. Ornamental. Ni mti It's used to make ni ornaments. mti ambao unatengeneza vipodozi. Very beautiful to look at. Mti ambao ni wa urembo. And this is what I had God say to my heart. Na hivi ndivyo nilisikia Mungu akisema, I am giving you beauty for ashes. nampa urembo. Whatever things that were looking like they are not appealing, Vitu ambavyo vilionekana ni kama si za kuvutia. God changes us as we grow, Mungu anatubadilisha tunapokuwa, so that we become appealing and lovable and admirable and good. ili tukawe watu ambao wanavutia, wanatamanika na watu wazuri. Do you understand what I'm talking about? Je, unaelewa kile I'm talking nazungumzia? about men and women Nazungumzia wake na wanaume that in the past
Kwa miaka iliyopita they had nothing that could attract people to their lives. hawakuwa na lolote la kuvutia watu maishani mwao. Now I understand why somebody told me that I have a very special church. Na sasa naelewa mtu aliponiambia kwamba niko na kanisa speciali. And this person told me, na huyu mtu akaniambia, that I have been given members who some of them look like they are in the ICU. Nimepatiwa washirika ambao wengine wanaonekana kuwa katika chumba cha they have so many problems, wako na shida nyingi, until they look like they are in ICU. Wanaonekana wako katika chumba cha wagonjwa wa hali mbaya. But every day of their lives, kila siku ya maisha, all they do is call pastor and tell him to pray for them because they are either going through this or the other. Wanasema mchungaji niombee kwa sababu wanapitia hili ama lingine. Now this is what God says in 2019. Hivi ndivyo Mungu anasema mwaka huu. Instead of that ugly scenario in your life that has occurred over and over and over again, badala ya ile hali mbaya katika maisha yako ambayo imekuwa mtindo kila wakati, I will give you ornamental grace. Nitakupa neema ya urembo. You didn't hear what I said. Haukusikia kile I will give you ornamental grace. Nitakupa neema ya urembo. So that instead of people keep on talking about you and the negative things that they talk about, badala ya watu kuzungumzia na mambo mabaya ambayo as you pursue righteousness, unapotafuta kuwa haki, God beautifies your life. Mungu atarembesha maisha yako. God is about to begin to beautify our life with more things. Mungu ako karibu kuanza kurembesha maisha yetu na vitu. That is why David says, He satisfies my life with new things. Ndiposa Daudi anasema anatosheleza maisha yangu na vitu vipya. Because the Lord will be giving us beauty. Kwa sababu Mungu atatufanya kuwa warembo. Tell your neighbor you're just about to become beautiful. Mwambie jirani yako kwa karibu kuwa mrembo. You know, some of you thought that you are beautiful, and so even when you walk like a beautiful girl. Wengine walifikiria kwamba ni warembo, hata wakitembea wanatembea kama wasichana warembo. Let me tell you, you're not yet beautiful. That was just the beginning. God is about to begin to beautify our lives. Wacha nikwambie, haujafika. Mungu ameanza tu kufanya maisha yako kurembeka. There's a song that these young people sing called My Beautifier. Kuna wimbo ambao wanarika wanaimba unasema my beautifier. Then he did what? Changed my taken away my shame. Ameondoa aibu yangu. And then done what? Taken away my pain. Ameondoa uchungu wangu. And made me just like you. Na amenifanya kama yeye. Tell me, but God is about to make you like himself. Mwambie jirani yako, Mungu ako tayari kukufanya kama yeye. Because of growing like the cedar of Lebanon. Kwa sababu ya kukua kama mwerezi wa Lebanoni. It is very important. Ni jambo muhimu zaidi that we learn from the cedar tree. Kwamba tukajifunze kutokana na mti huu wa mwerezi. Let me summarize what I have said in five major statements. Wacha nikatamatishe yale niliyozungumza kwa mambo manne. That number one, jambo la kwanza, the cedar is a very enduring tree. Kwamba mti wa mwerezi ni mti ambao ni mvumilivu. It is one tree that does not grow very easily like the hashi thing, or also this has like the avocado. Ni mti ambao ukuaji wake si wa upesi kama wa miti za kisasa. I understand that with the has 3 years down the line you have sold avocado. Na elewa kwamba ule mti wa hasi kwa miaka 3 umeshaanza kuvuna matunda. The cedar is a very slow growing tree. Mti wa mwerezi ni mti ambao ukuaji wake ni wa mwendo wa polepole. It takes a long time. Unachukua muda mrefu. And this tree, na mti huu, as much as it grows slowly, mradi ukuaji wake ni wa polepole, as much as it grows through the snow, mradi unakuwa katika theluji, as much as it is evergreen, mradi kila wakati ni mbichi, it grows very tall. Ukuaji
wake ni mrefu zaidi. It grows slowly but steadily. Unakuwa polepole lakini kwa udhabiti. Not this one because this is the key point here. Fahamu hili kwa sababu ni muhimu. It grows slowly, ukuaji wake ni wa polepole but very steadily, lakini kwa udhabiti. And then I discovered that it continues to bear fruit centuries over century. Na nikagundua kwamba unaendelea kuzalisha matunda miaka 100 hadi miaka 100 zaidi. Now when I talk like an adult preacher, it has no menopause. Na wacha nizungumze kama mchungaji aliyesoma, hauna kiwango cha kufika na kukosa kuzalisha. Even over 100 years, hata zaidi ya miaka 100, it continues to produce fruit. Inaendelea tu kuzalisha matunda. Because it is very enduring. Kwa sababu ni mti mvumilivu. God is calling the Church of Christ. Mungu anaita kanisa to be a church that endures hardship. Liwe kanisa na uvumilivu. What does Paul tell Timothy? Mungu anamwambia Timotheo, that endure hardship like a good soldier of Christ. Vumilia hali ngumu kama askari mzuri wa Kristo. Nobody told you that the journey is going to be easy. Hakuna aliyekuambia safari ni rahisi. But God said the grace will be sufficient to carry you through. Mungu akasema kwamba neema itakutosha. Hardship is not an excuse to stop growing. Hali ngumu sio kijisababu cha kutokuwa. We will survive through the snow. Tutaishi hata kwa theluji. We will survive through the storm. Tutaishi hata kwa dhoruba. When the enemy hits us hard, adui anapotugonga, thinking that we're gonna fall, akifikiria tutaanguka, we just do what the palm tree does. We bend down. Tutafanya vile mtende unafanya, tunainama. The storm passes over our back. Ile dhoruba And inapita, then we stand up again. na tunasimama tena. Remember what I told you about the palm tree on Sunday? Kumbuka vile nilimweleza kuhusu mtende. That when the strong wind in the desert hits hard, Hata dhoruba jangwani ikiwa ya nguvu, the tree just sways. mti ule unainama tu. It bends down Inainama so that the storm can pass over. ili dhoruba ikapita, And then it stands up again. na unasimama tena. God says, endure hardship. Mungu anasema vumilia. Don't be softy Christian. Usiwe mtu mrahisi. That you know God. Kwamba unajua Mungu. This man just came. Kwamba hii ilikuja tu. This man just came. This man just. Huyu mtu alikuja tu. He just talked to me. Akanizungumzia tu. And I was not able to resist. Na singejizuilia. Those are softy Christians. Hao ni Wakristo warahisi. God is calling us to endure hardship. Mungu anasema tuvumilie. That I can stand my ground and say, kwamba naweza nikasimama na kusema, I am founded on the word of God. I cannot be moved by anything that comes. Siwezi tingizika. I will endure hardship like a good soldier. Nitavumilia kama Because I have an appointment with my destiny. kwamba niko na wakati na hatima yangu. Tell the neighbor, endure. Mwambie jirani yako vumilia. Tell the neighbor, endure. Mwambie jirani yako vumilia. We need to endure hardship. Lazima tuvumilie hali ngumu. The palm tree endures the snow. Mtende unavumilia theluji. Can you imagine? Tafakari. When every other tree is shedding the leaves during winter. Wakati kila mti unaangusha majani. You know, everybody and everything runs away from winter. Unajua kila kitu na kila mtu anatoroka majira ya baridi. Why do you think furaha is here? Kwa nini furaha kwa hapa? She's running away from winter. Anatoroka baridi. If it was summer in China, kama ingekuwa ni kiangazi my kule friends would not be here. hangekuwa hapa. Why do you think we have tourists coming to Kenya? Kwa nini watalii wanatalii Kenya? It's not because they love our country. No. Sio kwa sababu wanapenda nchi yetu. They are running away from winter. Wanatoroka baridi. Let me tell you. Wacha nikwambie. When every other thing is running away from winter, wakati kila kitu kinatoroka baridi, the cedar tree stands in the snow. Mti wa mwerezi unasimama kwa theluji. And the rest of the trees shed off their leaves. Na miti zingine
zingine zinatoa matawi so that they look like they are dead. kwamba zionekane zimekufa. The cedar tree says, I cannot shed even one, Mti wa mwerezi unasema siwezi, because I have triple grace in my side. kwa sababu niko na neema mara tatu. I have triple grace to withstand this hardship. Niko na neema mara tatu ya kuvumilia. And God is looking for a church that can endure hardship. Mungu anatafuta kanisa na kuvumilia hali ngumu, For you to become that beautiful girl that you want to become, ili uwe mtu mrembo ambaye unatarajia. you've got to endure hardship. Because I have an appointment with my destiny. Kwamba niko na wakati na hatima yangu. Tell the neighbor, endure. Mwambie jirani yako vumilia. Tell the neighbor, endure. Mwambie jirani yako vumilia. We need to endure hardship. Lazima tuvumilie hali The ngumu. palm tree endures the snow. Mtende unavumilia theluji. Can you imagine? Tafakari, When every other tree is shedding the leaves during winter, wakati kila mti unaangusha majani. you know everybody and everything runs away from winter. Unajua kila kitu na kila mtu anatoroka majira ya baridi. Why do you think Furaha is here? Kwa nini furaha kwa hapa? She's running away from winter. Anatoroka baridi. If it was summer in China, Kama ingekuwa ni kiangazi my kule friend, she would not be here. hangekuwa hapa. Why do you think we have tourists coming to Kenya? Kwa nini watalii wanatalii Kenya? It's not because they love our country. No. Sio kwa sababu wanapenda nchi They yetu. are running away from winter. Wanatoroka baridi. Let me tell you, Wacha nikwambie, when every other thing is running away from winter, wakati kila kitu kinatoroka baridi, the cedar tree stands in the snow, mti wa mwerezi unasimama kwa theluji, and the rest of the trees shed off their leaves, na miti zingine zinatoa matawi so that they look like they are dead. kwamba zionekane zimekufa. The cedar tree says, I cannot shed even one, Mti wa mwerezi unasema siwezi, because I have triple grace in my side. kwa sababu niko na neema mara tatu. I have triple grace to withstand this hardship. Niko na neema mara tatu ya kuvumilia. And God is looking for a church that can endure hardship. Mungu anatafuta kanisa na kuvumilia hali ngumu, For you to become that beautiful girl that you want to become, ili uwe mtu mrembo ambaye unatarajia. you've got to endure hardship. Lazima uvumilie hali ngumu. Do you understand what I'm talking about? Je, unaelewa kile Look at nazungumzia? some of the things that you people go through in the salon. Tazama mambo ambayo mnapitia katika salon. You are roasted on your head. Unakaushwa na moto pale kwenye kichwa. You are roasted on your head. Unachomwa kati nywele zako. How much temperature does that thing have? Je, ni kiasi gani cha joto? Very high temperatures. Ni joto. But because you want to look beautiful, lakini kwa sababu unataka kurembeka, unajikaza tu. unajikaza tu. Unajikaza tu. I Unajikaza even see you tu. tied with some things on your ears, Na pata umefungwa vitu kwa masikio, so that your forehead does not roast. kwamba kichwa chako cha mbele Because you want to become a beautiful looking girl. kwa sababu unataka kuwa msichana mrembo. Lakini unavumilia tu. Unavumilia tu. Look at some of those things that you go through on your legs. Tazama yale mambo unapitia katika miguu zako. Brother Titus, as they remove those things called cuticles, Wanapoondoa zile vitu katika miguu, they take a razor blade wanachukua wembe, and they cut apart a layer of your foot. wanakata sehemu ya nyayo yako. And these beauticians, merciless guys, Hawa watu wenye urembo hawana huruma. they tell you you have, I think they call it cuticles, eh? They tell you you have cuticles. Wanakwambia uko na cuticles. So they hold your heel like this. Wanashika